Haya, tunaendelea. Tuna siku 7 mkononi ambazo zimesalia tangu Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kuanza utaratibu wa kukusanya maoni ya wadau na wananchi kuhusiana na ni majimbo gani yanapaswa kugawanywa. Kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika kila baada ya kipindi cha miaka 10 zoezi hili linaweza kufanyika, na mara ya mwisho ilikuwa mwaka 2015 kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2015, na vipo vigezo mbalimbali ambavyo vimekuwa vikitajwa ili sehemu iwe na sifa ya kugawanywa na kutengeneza jimbo zaidi ya moja, na yapo maeneo ambayo tayari yameshaanza mchakato huo, na moja kati ya vigezo ni eneo la kijiografia, lakini pia kuna idadi ya watu isiyo kama watu wanazidi 100,000 katika majimbo ya mijini na watu 400,000 kwa majimbo ya vijijini, na vigezo vingine ambavyo tayari vimeshaainishwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC. Tutaona hapo kwenye baadhi ya mambo muhimu ambayo unapaswa kufahamu katika mchakato huu wa kugawanya majimbo, lakini je, tija yake itakuwepo kwa kiasi gani hasa katika kutekeleza demokrasia ya uwakilishi? Kabla ya kujuza dondoo hizo muhimu, hebu nikutambulishe jopo la wachangiaji kwenye mjadala huu. Kwanza tunaye wakili Maduhu William kutoka Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu LHRC. Wakili, karibu sana. Naam, na hali kadhalika yupo hapa Bubelwa Kaiza, mchambuzi wa masuala ya siasa. Karibu sana mzee Kaiza. Asante sana Godolak. Na tutasikia sauti za wananchi katika maeneo mbalimbali, hasa katika majimbo ambayo tumeona mchakato wa kuyagawa umeanza kwa mijadala ambayo imekuwa ikifanyika katika mabaraza ya madiwani kwenye maeneo hayo. Kwanza ni jimbo la Mbeya mjini ambalo tumesikia mijadala mingi kwamba jimbo hili lina sifa zote za kugawanywa na kuwa majimbo mawili, lakini kuna jimbo la Kigoma mjini ambalo kumekuwa na mijadala kuwa na majimbo mawili, moja la Kigoma mjini, jingine la Ujiji, lakini kuna jimbo la Dodoma mjini na lenyewe pia limekuwa na vigezo hivyo ikiwemo idadi kubwa ya watu na kadhalika, na majimbo mengine pia ambayo tutaona hapo muda mfupi ujao. Lakini hebu tuanze kukujuza dondoo muhimu. Kwanza tuangalie katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaelekeza nini. Kwa mujibu wa ibara ya 75 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977, kwa mujibu wa kifungu cha 4 kifungu kidogo cha kwanza D cha sheria ya kuanzisha ofisi ya Tume ya Uchaguzi Zanzibar na kwanza ya mwaka 2017, NEC imepewa mamlaka ya kupitia na kuweka mipaka ya majimbo ya uchaguzi kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa Zanzibar, Tume ya Uchaguzi Zanzibar imepewa mamlaka ya kufanya mapitio na kuweka mipaka ya majimbo kwa ajili ya uchaguzi wa wajumbe wa Baraza la Wawakilishi. Sasa tuangalie pia jambo lingine muhimu, vigezo sasa vya kuligawa jimbo. Ni vigezo vipi ambavyo vinaweza kutumika au kabla ya vigezo tuangalie majimbo ambayo yana watu wengi, na hii ni kutokana na kwamba moja kati ya vigezo ni kuwa na idadi zaidi ya watu 600,000 kwa majimbo ya mijini na watu zaidi ya 400,000 kwa majimbo ya vijijini. Kwa hiyo majimbo yenye vigezo hivi ni pamoja na Mbeya, Dodoma mjini, Mbeya mjini, Kasulu vijijini, Dodoma mjini na watu zaidi ya 700,000, Mbeya mjini zaidi ya watu 500,000, Kasulu vijijini naelezwa kwamba ina watu zaidi ya 537,000, Kigoma Kusini zaidi ya watu 458,000, Rumeru mjini zaidi ya watu 600,000, Morogoro mjini zaidi ya watu 400,000, Mkuranga zaidi ya watu 500,000, Mbarali zaidi ya watu 446,000, Nyamagana, Ilemela, Kawe, Segerea, Ukonga, Mbagala na Kibamba. Na haya majimbo ya Mbagala na Kibamba na yenyewe yaligawiwa kwa mara ya mwisho, hayakuwa majimbo yalikuwa yanasimama yenyewe, yalimegwa kutoka kwenye baadhi ya majimbo. Nakumbuka kwamba Kibamba kwa mfano ilikuwa sehemu ya jimbo la Ubungo. Haya, kama ambavyo imeonyesha hapo kwenye takwimu hizo. Lakini tuangalie pia moja ya vitu vingine vya muhimu vya kuangalia, Hilda. Sasa hapa tunaangalia ripoti ya idadi ya watu katika majimbo ya uchaguzi
Tanzania. Na idadi ya wabunge kwa sasa ipo pia idadi ya wabunge ambao ni 393, idadi ya majimbo ya uchaguzi ambayo ni majimbo 264 na 214 yapo Tanzania bara na 50 yakiwa kule Zanzibar. Na idadi ya wabunge 393, Hilda, manake hapo sasa baada ya wabunge wa kuchaguliwa kuna wabunge wa viti maalum na kuna wabunge wale wa kuchaguliwa, kuna wawakilishi na kuna wale wa idadi ya wabunge 10 wa kuteuliwa na rais. Na kuna wawakilishi kutoka Baraza la Wawakilishi Zanzibar. Kuna mwanasheria mkuu wa serikali ambaye anakuwa sehemu ya wabunge. Kwa hiyo ukijumuisha wote hawa na tunapata wabunge 393 kwa sasa. Na ndio maana inazidi idadi ya majimbo. Yes. Na hayo ni miongoni, sasa tumegusia hapo vigezo. Sasa tuangalie vigezo vya kugawa jimbo, ambapo mojawapo ni hali ya kijiografia. Kipo kigezo cha idadi ya watu. Ipo kigezo cha majimbo ya mjini ni kuanzia wastani wa watu 600,000, huku majimbo ya vijijini ni kuanzia wastani wa watu 400,000. Na hali ya kiuchumi ya eneo husika nayo inaweza ikawa imeangaliwa katika kugawa jimbo, pamoja na muundo au mtawanyiko wa makazi ya watu. Kuna maeneo mengine ambao kijiografia ni makubwa sana lakini idadi ya watu ni ndogo, ama jiografia inaweza isiwe kubwa kihivyo, lakini idadi ya watu ikazidi ama ikawa kubwa zaidi. Yote hayo inaangukia katika vigezo vya kugawa jimbo, na hoja ambazo zinazungumza hapa ni kuna tija kiasi gani katika kugawa majimbo, lakini inatafsiri nini kuelekea uchaguzi mkuu. Ukiwa mwaka huu tunataraji kufanya uchaguzi mkuu, na ina faida zipi za kiutawala. Na kama ambavyo ulitambulisha hapa, tutapata kufahamu kuhusiana na hayo kabisa. Na tuanze kujenga msingi wa kisheria, kwa sababu hili ni jambo la kisheria, ni jambo la kikatiba, katiba inaruhusu, na sasa mchakato huo unaendelea. Hebu tuangalie nafasi ambayo sheria inatoa, lakini pia tafsiri yake kama interpretation, maana yake ni nini kugawa haya maeneo ya kiutawala. Asante sana Goodluck. Ni kweli kwamba swala la kugawa majimbo ni swala la kikatiba, ni swala la kisheria, ni swala la kikanuni. Umenukuu hapo vizuri ibara 75 ya katiba yetu, lakini pia kifungu cha 10 cha sheria ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi, sheria namba 2 ya mwaka 2024, lakini pia kanuni za uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani, GN namba 86 ya Februari 14 mwaka huu 2025. Zote hizo ukizisoma kwa pamoja mtawalia, zinazungumza kwamba pamoja na mambo mengine, Tume ya Taifa ya Uchaguzi itakuwa na jukumu la kugawa maeneo ya kiuchaguzi kwa maana ya majimbo pamoja na kata. Sasa despite of, licha ya kwamba ni jukumu la kikatiba la tume kufanya hivyo, tume iko Dodoma au Dar es Salaam, kwa hiyo haiwezi kujua mahitaji ya kila eneo. Nchi ni kubwa, ndio maana sasa tume inachokifanya yenyewe inarudisha hayo mamlaka kwa wananchi wa maeneo husika. Na ndio maana kusema tangazo la tume ambayo ilitoa mapema mwezi uliopita, tumekuwa very clear kwamba maeneo ambayo wana wish au wangedhani kwamba majimbo yao yagawanywe, basi mchakato huu ni huu. Moja ni kwamba proposal iende kwenye baraza la madiwani, halmashauri husika, kwa sababu baraza la madiwani hao ndio wawakilishi wa wananchi. Baraza la madiwani linaundwa na kata zote za jimbo husika, na ndio wananchi wako hapo, kwa wanajua uhalisia kwamba je, ni kweli jimbo hili linahitaji kugawiwa au halihitaji. Lakini namba 2, wakisha discuss kwenye baraza la madiwani, ambapo pia ni issue ya kisheria, wanachukua yale mapendekezo na kwenda kwenye kamati ya ushauri ya wilaya, DCC, ambapo kamati hii inaundwa na wabunge wote wa wilaya husika, mwenyekiti wa halmashauri na watu wote wanaojua kwenye ngazi ya wilaya husika. Na pia wanachakata, wanaangalia kama eneo lile lina vigezo au linakizi vigezo vya kugawanywa kuwa jimbo moja kwenda jingine. Wakisha toka hapo wanakwenda hatua nyingine ya kamati ya ushauri ya mkoa kwa maana ya RCC. Utakuta wabunge wa mkoa wote ule wajumbe kwenye ile kamati, waheshimiwa wakuu wa wilaya, waheshimiwa mameya wenye vitu vya halmashauri na viongozi na wajua wote kwenye halmashauri kwenye ngazi ya mkoa. Kamati ya ushauri wa mkoa inajadili mapendekezo
ambayo imetoka kwenye baraza la madiwani la halmashauri husika, kwa maana mabaraza ya madiwani yote sasa hapa ni ngazi ya mkoa, inapitia mapendekezo ya kamati za ushauri za wilaya ambazo hizi walipelekewa, then RCC inapitisha kwamba aidha ni kweli kwa mapendekezo haya majimbo yana sifa ya kugawanywa au hayana sifa. Then hatua ya mwisho inakwenda sasa kwenye tume. RCC ina recommend tume kwamba kwa haya tunavyoona jimbo hili lina vigezo vya kugawanywa au halina vigezo. Na mwisho siku tume sasa ndio inafanya maamuzi ya mwisho based on mapendekezo ambayo baraza la madiwani DCC pamoja na RCC walichakata na kufanya mapendekezo hayo. Yeah. Mzee Bubelwa, ni utaratibu ambao upo na umewekewa pia taratibu zake kama ambavyo wakili ametueleza, lakini ina tafsiri gani wakati huu pia tukiwa tunaelekea uchaguzi mkuu? Asante sana Foya. Nikitafsiri kwa mfano tangazo hilo la INEC la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, inatoa mwito kwa wananchi kushiriki kuleta mapendekezo kwenye mchakato wa kugawana majimbo. Ukiangalia mchakato ule kutoka hatua ya kwanza mpaka ya mwisho, ni maeneo gani unakutana hao wananchi na kuwa shida kidogo, hawapatikani raia pale. Kwa mfano ukienda ile kamati ya ushauri ya wilaya, unakutana na hao wajumbe ambao ni watendaji na viongozi wa halmashauri husika katika wilaya, ambao wanakutana na mkuu wa wilaya alafu wanapeleka mapendekezo. Huo nikutana na mwananchi hata mmoja pale. Ukienda ngazi ya mkoa vile vile ni kutoka wilaya zote zile, halmashauri zote ndani ya mkoa, na vile vile ukutani na wananchi wa kawaida. Kwa hiyo nafasi ya wananchi hawa wa kawaida, raia wenye mamlaka ambao ndo sisi, kuweza kutoa mapendekezo na pengine kusimamia mapendekezo hayo na pengine kuhakikisha kwamba mapendekezo hayo yanapata fursa ya kuchukuliwa kama ndio mapendekezo ya wananchi, nafasi ni ndogo sana au ni finyu. Pengine hiyo ni moja. Kila pili, lakini kwenye hilo uone kwamba inafanyika kwenye mtindo wa demokrasia ya uwakilishi, kwamba viongozi waliochaguliwa na wananchi, kwa mfano hawa madiwani, wanaweza wakajadili jambo hilo na wakaamua kwa niaba ya waliowachagua. Dhana ya demokrasia ya uwakilishi ni pale ambapo wananchi walio wengi hawezi kupata fursa ya kushiriki. Lakini kama kuna fursa ya wananchi kushiriki, nafasi ya demokrasia ya uwakilishi inakuwa haipo. Lakini la pili ni kwamba nitaka niseme wakati ule madiwani, mawabunge ni watu wenye maslahi katika majimbo husika. Pengine diwani anataka gombea ubunge, angependa jimbo hilo ligawanwe bila ugomvi na mbunge aliyepo wakati ule. Kwa hiyo ukiangalia ule mgogoro wa kimaslahi, pengine unaweza ukaathiri maamuzi ya iwapo jimbo ligawiwe lisigawiwe. Na tumeona mifano mingi sana huko nyuma. Tumeona pale ambapo ilitokea katika maeneo kadhaa ambapo kulikuwa na watu fulani pengine wameteuliwa kwenye baraza la mawaziri kwa nafasi ya kuteuliwa, wanaingia kwenye baraza la mawaziri na wanakuwa bunge kwa maana hiyo kuteuliwa, lakini sasa wangependa kwenda kwenye majimbo. Tumeona baadhi, mfano nakumbuka mwaka 1995 kulikuwa na mbunge, sasa hivi ni marehemu, alikuwa jimbo la Ukoa Vijijini, na historia ya eneo hilo ilikuwa inaonyesha kwamba mtu kutoka eneo hilo asingeweza kuchaguliwa kuwa mbunge kwa sababu ya uhaba wa wananchi kutoka kule. Ikabidi jimbo ligawanwe kutoa majimbo mawili, jimbo la Nkenge na jimbo la Ukoa Vijijini. Kwa hiyo unaona kabisa chagizo la kugawana majimbo linakuwa zaidi linabebwa na viongozi na wawakilishi wenye maslahi katika mabadiliko ya majimbo, badala ya wananchi wenyewe kuwa ndio wanahitaji mabadiliko hayo ya majimbo kugawana au kwa kuzingatia vigezo ambavyo vinatajwa na katiba na pengine katika sheria. Kwa hiyo mimi ninachoweza kusema hapa ni kwamba pengine katiba inatamka bayana, pengine sheria inaelekeza, lakini mkakati wa kupata wananchi
kupeleka mapendekezo yale nadhani sio sahihi, una mapungufu kidogo. Na sasa unadhani mapungufu hayo yangeweza kufanyika kwa namna gani? Katika hali ya kawaida kwanza ni muundo wa tume yenyewe. Nakumbuka kwenye baada ya uchaguzi wa mwaka 2020 Tume ya Taifa ya Uchaguzi wakati ule kabla hajakuwa sasa hivi ilipendekeza ilitoa mapendekezo kadhaa. Mojawapo ya mapendekezo hayo kwanza ilikuwa ni sheria ambayo imeunda tume, na mwaka jana imetunga sheria hiyo ya tume, haikuwepo kabla ya pale. Lakini pendekezo jingine ilikuwa ni kwamba tume iwe na ofisi zake ngazi ya kila halmashauri, ijitegemee, iwe kai kule, iwe na wafanyakazi wake. Wafanyakazi wale wawe muda wote wanafanya kazi kwa ya tume, badala ya kuwa sasa hivi ambavyo imekuwa kama wakati wa uchaguzi tume inategemea wafanyakazi wa serikali. Hiyo pendekezo alikuridhiwa na serikali, na kwa maana hiyo mpaka sasa tume haina wafanyakazi ngazi ya halmashauri, ngazi ya jimbo kwa maana mengine. Kwa hiyo katika mazingira ambapo kama kungekuwa na wafanyakazi wa tume ngazi ya jimbo wanafanya utafiti, wanaweka hizo takwimu vizuri, wanawasiliana na wananchi, pengine kazi ya kuhakikisha kwamba wananchi wanashiriki katika maamuzi ya kugawana majimbo ingekuwa rahisi. Sasa hivi hakuna mfumo na muundo wa kuwezesha wananchi kushiriki kwa sababu tume haipo katika ngazi ile. Ndio tunaona bayana kwamba shughuli inafanywa na wafanyakazi na watendaji na viongozi wa serikali ambao nadhani kama nilivyosema kuna kuwa na tatizo la mgogoro wa kimaslahi ambao linatawala utaratibu mzima wa kugawana kwa majimbo. Wakili, tumeona kwa upande wa vigezo vya kugawa majimbo kama ambavyo vimebainishwa, lakini ipo hoja kuhusiana na utofauti, labda jiografia inaweza eneo likawa kubwa lakini idadi ya watu ikawa chache, na hivyo kukawa na jiografia eneo dogo lakini watu ndio wakawa wengi katika mazingira. Mfano Mbagala ina watu sasa hivi wasema zaidi ya 800,000. Nashukuru. Kwanza nafikiri kabla sijajibu swali kidogo nichangie wa mzee wangu hapa kidogo, nitofautiane naye kidogo tu. Amejenga hoja kwamba mchakato wa ugawaji wa majimbo hakuna wapote wananchi wa kawaida wanashirikishwa. Nafikiri swali lingekuwa wananchi wa kawaida na kina nani? Kwa sababu kama nakati najenga hoja mwanzo, nijenga hoja kwamba ukisoma katiba na sheria zote hizi, hamna sehemu yote zinasema tumeweza kama yenyewe kaamka asubuhi ikatangaza jimbo A kwa jimbo jipya. Kwa sababu the process ya mgawanyo wa majimbo sheria ielekeze tume ifanyaje. Lakini tume kwa busara yake inaamua kusema kwamba kabla ya kutangaza hili kuwa jimbo twende chini kwa wananchi. Sababu unapozungumzia wananchi wangalia kwamba diwani anaongoza wananchi kwenye kata, wamchagua. Kwa hiyo huyu ni mwakilishi wa wananchi kwenye eneo husika. Maana yake ni wananchi wa kawaida. Uzungumzia kwa mfano kwenye ngazi ya mkoa, kwenye RCC nimesema wabunge wote wa mkoa wanakuwa ni wajumbe wa kamati ya ushauri ya mkoa. Mbunge sio mwananchi wa tajiri, ni mwananchi wa kawaida, sababu anawakilisha wananchi wake. Kwa hiyo hoja ya maslahi kwamba hawa watu ni wagombea watarajiwa za kana na maslahi binafsi ni hoja nyingine, lakini as far as wakilishi wa kidemokrasia kwa maana wananchi kushirikishwa, mimi binafsi kinaweza nitakwambia kwamba hatua ya baraza la madiwani na halmashauri kuitwa na kujadili ambapo madiwani wa halmashauri yote pale ni wajumbe, tayari demokrasia tosha. Kwa sababu hatuwezi kuchukua wananchi wote 160 au wananchi wote 200,000 wa jimbo husika tukaigiza kwenye ukumbi wa halmashauri, hapa tatosha. Ndio maana bungeni pale tuna watu 363 out of wananchi 65 plus. Kwa hiyo uzungumzaji demokrasia wakilishi ni kwamba wachache wanawakilisha wenzao ili mchakato uende. Issue ya maslahi ni issue nyingine zaidi. Lakini ikija kwenye swali ambalo Hida ameuliza, of course ni kwamba mchakato huu wa ugawaji wa majimbo una concept kubwa mbili. Na kuna sehemu mimi nitakwambia kwamba kuna majimbo ambayo nimeona yamependekezwa haya deserve kuwa kugawanywa kwa majimbo mawili. Kwa hoja kubwa mbili. Moja ni kwamba kuna maeneo ambayo dhahiri shahiri kwamba idadi ya watu inagoma kulifanya kwa jimbo lingine. Inagoma kwa namna gani? Kwa wingi, kwa maana kwamba nakuta kwa mfano idadi ya watu ni ndogo lakini jiografia ni kubwa. Kwa mfano kuna jimbo lina watu 200,000 lakini lina kata 20 plus. Ili jimbo ni kubwa kwa jiografia. Lakini kwa maana kwamba qualification ya idadi ya watu, kwa mfano kwa majimbo ya mjini ni watu 600,000, si ndio? Jimbo lina watu 200,000 lakini lina kata 23 plus. Kwa hali ya kawaida mbunge wa aina hii kuongoza wananchi kwenye kata 23 ni jimbo kubwa kidogo kwa maana ya jiografia, lakini kwa maana ya idadi ya watu inagoma. Lakini kwa mfano mdogo tuna majimbo mengine ambayo idadi ya watu ni 600,000 plus lakini kata nyingi zaidi. Sasa ukisoma kwamba kigezo ni kwamba kwa majimbo ya mjini watu 600,000
halafu na jiografia kwa ujumla. Sasa jimbo ambalo kwa mfano na watu 700,000 lakini nakata kwa mfano tu mfano mzuri Goodluck, jimbo la Dodoma mjini. Dodoma mjini na kata 41 ndio jimbo pekee Tanzania linaoongoza kwa kubwa jiografia, lina kata 41. Yaani na mbunge mmoja ambaye anaongoza kata 41 plus. Lakini unapiga kula 700,000 na ushe. Maana kuligawanya kwa maana ya idadi ya watu utakuwa na wapiga kula 300,000 pande huu na huko 300,000 na kadhaa. Lakini pia utakuwa na kata, jimbo moja itakuwa na kata let's say 20, jimbo nyingine kata 21. Kwa maana ya jiografia hili jimbo lina qualify kugawanywa. Lakini kwa maana idadi ya watu utakuta idadi ya watu inashuka. Na yake itakuwa na jimbo moja itakuwa na watu 300,000, jimbo jingine itakuwa na watu 300,000, lakini idadi kwa maana ya geography ina qualify. Lakini pili ni kwamba kwa mambo ambayo nimeyaona kwenye mitandao fuzo kwenye media ambayo haya mabaza yamekaa kupendekeza na kuridhia kwamba kwa hali ya hapa ili jimbo ligawanywe. Pia tuangalie space ya bunge letu. Moja ya qualification ambayo kabla hujaendelea, wakati unachangia ulisema kwamba kwenye haya majimbo unaona kuna baadhi yametajwa haqualify. Ni kama majimbo gani? Kwa mfano, ukienda Shinyanga pale kuna jimbo linaloitwa jimbo la Sorwa. Nalifahamu. Halmashauri ya Shinyanga DC imependekeza jimbo la Sorwa ligawanywe kuwa Sorwa na jimbo jingine sio inaitwaje nimesahau jina. Ukiangalia jimbo la Sorwa kwa maana idadi ya watu sawa hafiki 400,000. Kwa qualification ya population inakataa. Lakini hata idadi ya jiografia ile jimbo linakata nafikiri takriban 18. Na ukiligawanya hiyo sio jiografia, hiyo ni idadi ya kata. Ndio hiyo jiografia hiyo. Jiografia hiyo. Kwa hiyo ukienda kwenye upande wa jiografia maana yake kwamba unataka kwa sababu kwenye mgawanyo pia kumbuka Goodluck wanaangalia kwenye jiografia hiyo pia lazima angalie distribution ya wakilisho watu kwenye ngazi ya kata. Kwa mfano jimbo bali la kata 18 maana yake kwamba jimbo moja itakuwa na kata 14. Jimbo jingine bibi kata ngapi sasa hapo? Itakuwa 10 ngapi? 9 au 8. Unapata vizuri? Sasa tuweze kuwa na jimbo na kata 8 hadi masiala. Lakini kumbuka pia watu tunagawa jimbo Goodluck kwenye utekelezaji wa kuongoza jimbo. Kuna kitu kinaitwa mfuko wa jimbo. Constituency Development Fund. Fedha mfuko wa jimbo ambao mbunge anaipata kila mwezi. Uwezo kaniambia Goodluck mbunge anaongoza kata 20 na mbunge anaongoza kata 8 wote wanapata fedha sawa ya mfuko wa jimbo. Maana yake ni kwamba huyu mwenye kata chache mfuko wa jimbo unapata more advantage kuliko mwenye kata nyingi. Lakini pia tuangalie jimbo kama la Mbeya mjini. Mbeya mjini na kata 36. Mimi kuniuliza binafsi hili lina deserve kugawanywa. Sasa mbunge mmoja anaweza kaongoza kata 30 plus. Hata kama angekuwa ni mashine kiasi gani, hili jimbo ni kubwa mno. Lakini pia jimbo la Mbeya mjini na vigezo vyote viwili. Moja kwenye jiografia, pili kwenye idadi ya watu. Mbeya na watu wengi sana. Nafikiri ndio jimbo ambalo hata mwaka 2015 mbunge wake alichaguliwa ndio aliongoza kwa kujua kula, ndio alikuwa wanasema the most voted MP Tanzania nzima. Aliongoza kuwa na kula nyingi kuliko mbunge mwingine yeyote. Wakati walikuwa Joseph Mbilinyi. Kwa jimbo la Mbeya mjini binafsi nikiangalia kwa vigezo vyote lina deserve. Twende jimbo la Kilindi. Lipendekezwa kugawanywa. Mimi ukiniuliza binafsi hata kama nikauliza je, jimbo la Kilindi deserve kugawanywa? Kwa sababu kiangalia idadi ya watu nakataa. Ile ni jimbo la kijijini wanasema idadi ya watu ingalau isipungue 400,000. Hafiki 400,000 pale. Jiografia ni kubwa kweli. Lakini swali linakuja ili vigezo vyote sababu unapogawanya jimbo hatuangalii kigezo kimoja. Lazima vigezo vyote vitali vioane. Sasa njoo hapo Dar es Salaam kuna majimbo kama Mbagala. Nilikuwa nakuja. Kuna ina mafuriko ya watu lakini eneo dogo. Nakuja Dar es Salaam. Dar es Salaam kiukweli kabisa. Tukienda kwenye concept ya idadi ya watu. Ndio mkoa unaoongoza kwa kuwa unapiga kula wengi kuliko mkoa mwingine wote. Lakini majimbo yaliyopo ni majimbo 10 peke yake. Kwa mfano ukienda mkoa kama Mtwara ambao unapiga kula ambao hawazidi milioni 2, una majimbo 12. Mkoa ambao unapiga kula milioni 3 na majimbo 10. Sasa anza kuchambua jimbo moja baada ya nyingine. Dar es Salaam ni zaidi ya sasa inaweza ikawa inakwenda milioni 7. Sasa nichambue jimbo moja baada ya nyingine. Jimbo la Mbagala let's say ambalo liligawanywa kutoka Temeke kwenda Mbagala lina kata 13. Kwa maana ya jiografia ya jimbo la Mbagala halideserve kugawanywa kwa jimbo. Jiografia tuelewane. Lakini kwenye idadi ya watu linapiga kura takriban 800,000. Maana yake ni majimbo mawili. Lakini 800,000 kwa maana ya kwamba sasa wanataka 600,000 ndio ikidhi. Ikidhi. Sasa ukiligawanya mara 2 maana yake ni kwamba utakuwa 400,000 na 400,000. Tayari kigezo cha idadi ya watu kilikata kinagoma. Lakini kwa maana ya jiografia Mbagala deserve kuwa jimbo. Sasa jimbo la Temeke imalizie. Jimbo la Temeke haraka mtu tumalizia. Kutoka Igamboni, Mbagala, Temeke. Temeke kwa maana ya jiografia haideserve kuwa jimbo. Kwa maana idadi ya watu deserve, lakini bado pia yenyewe
ukitaka ulikate mara 2 hiyo pia inakataa hiyo namba. Kwa Dar es Salaam Temeke ni jimbo. Ni jimbo sasa, lakini pia nataka ligawanywe. Ukitaka kusema kama hiyo jimbo jingine kwa maana ya population utaona kuna elements za kuligawanya. Jiografia inakataa, ni jimbo dogo la kawaida ambalo mbunge mmoja za kwa tunakubaliana majimbo mengi ya Dar es Salaam. Majimbo mengi. Sababu kimsingi hata mkoa wa Dar es Salaam ni mkoa ambao una eneo dogo, ni jiji, ni city, lakini una watu wengi kutokana na kwamba ni jiji. Lakini pia tukubaliana kwamba kuna majimbo ambayo as of now ni majimbo. Haideserve kuwa majimbo. Sasa hivi vigezo vipo vinatofautiana mzee Bubio, lakini tuangalie msingi wa kugawa. Yaani msingi tu wa kugawa maeneo vipande kwa sababu siku zinavyozidi kwenda idadi ya watu itaongezeka. Wapiga kura wataongezeka, tutakuwa tunagawa vipande hivi mpaka tutakapofikia wapi tuseme sasa hapa inatosha, hata wakiongezeka kiasi gani tusiendelee kugawa. Pengine msingi huu wa kugawa unatija kiasi gani? Nafikiri ndio swala la msingi ambalo hata wakati tunajenga msingi wa mjadala wetu tulitaka kupata majibu ya wadau kuhusu swali hilo. Asante sana Goodluck. Naweza nikasema kwamba pengine ni kosa la kiutawala kwa kuzingatia tulikotoka, kwa sababu hatujawahi kukaa kama taifa kuwa na mchakato wa fikra wa kupanga nchi iongozweje, ya uwakilishweje, uwakilishi ufanyikeje, na kwa namna ambayo inaangalia pengine miaka 100 hata 200 ijayo. Kwa nchi ambazo wamepata fursa kufanya hivyo, hatuoni hiyo changamoto au contradiction ikijitokeza, kwa sababu tangu awali mnajua kabisa kwamba kiweka kigezo ambacho kinaisha baada ya muda mfupi, unalazimika kukibadilisha kila baada ya muda huo, na bahati mbaya unaweza kukosa hata hoja ya kujitegemea. Swala la uwakilishi, kwanza niseme hivi, mbunge ana kazi kuu 3. Kuna majukumu makuu 3 ya mbunge, hayabadiliki. Mengine yaliyobaki yanaingia huko kwenye majukumu 3. Jukumu la kwanza ni jukumu kuu kuliko yote, ni uwakilishi wa raia bungeni. Katika kufanya maamuzi ya kuendesha nchi, inatakiwa wa raia washiriki kupitia kwa mbunge na wakilisha. Majukumu mengine sitayataja, nataja hilo moja tu, mawili na yaacha. Sasa katika swala la uwakilishi wa raia, pengine swala la jimbo kuna watu wangapi, jimbo kuna watu wangapi, si la msingi sana katika kuangalia mambo kwa muda mrefu wa maendeleo, yani fikra endelevu na utawala, mazingira ya utawala endelevu. Jambo la msingi ni kwa namna gani unawezesha raia muda wote wanaozaliwa na kuendelea taifa kukua wanapata uwakilishi. Kwa hiyo na raia wanahama kutoka eneo moja kwenda maji nyingine. Kwa hiyo njia ambayo tunadhani inaweza kuwa ni tija ya maana ni kwamba tunazungumzia hapa kwa mfano swala la katiba. Katiba yetu haijatupeleka huko. Lakini ukweli unaotakiwa kufanyika ni kwamba tulikuwa tukubaliane bunge letu liliwe na watu wangapi. Tukubaliane tuwe na wabunge wangapi kikatiba. Kwa hiyo haipaswi tena mtu yote anafika pale anajiamulia kwamba sasa tuongeze tupunguze. Inatakiwa tujue kabisa kikatiba kwamba tunahitaji kwa Tanzania kama ilivyo. Kwenye mchakato wa mabadiliko ya katiba kulikuwa na mapendekezo hayo kwenye rasimu ya Warioba na hata katiba, rasimu ya katiba iliyokuwa inapendekezwa. Nakumbuka. Kwa hiyo hii ni hatua ya kwanza. Tushakubaliana juu ya idadi ya wabunge wanaowakilisha Tanzania kwenye mamlaka ya raia, kuamua juu ya masuala ya nchi, wabunge kuwe na watu wangapi ambao ni wawakilishi. Tukimaliza hilo tunaelejea upande sasa wawakilishwa wananchi, raia wawakilishweje kwenye mchakato, kwenye utaratibu ule. Utaratibu kwa nchi mbalimbali kufanya tathmini na utafiti kutoka nchi mbalimbali. Kuna nchi ambazo wanatumia uwakilishi wa uwiano. Uwakilishi wa uwiano maana yake kwamba mmeshakubaliana kwamba kura zikizongezeka zozote kutakuwa kuna shida yoyote, kwa sababu uwiano wa kura kwa kila chama ndio unaotambua idadi ya wabunge kutoka chama hicho kwa kuzingatia kwenda kuingia bungeni. Kwa mfano tusema kwamba idadi yetu ya wabunge ni 400 kwa mfano. Tukubaliana hivyo kikatiba. Maana yake ni kwamba asilimia kadhaa au uwiano wa kura wa chama fulani ulizopata chama fulani, kama labda 5%, labda 10%, labda 20%, ndio tunakwenda kutafuta sasa kati ya wabunge 400 hizo 20% ni wabunge wangapi wa chama fulani.
Kwa hiyo tunatakiwa tuwe na utaratibu wa namna ile ambapo hatutahangaika tena kubadilisha majimbo, kukata majimbo huku na huku. Hivi vigezo vilivyopo sasa hivi ni vya muda mfupi, sio vya muda mrefu. Lakini mataifa ambayo yanafuata mfumo wa uwakilishi wa uwiano kama Afrika Kusini, kama Ujerumani na mataifa mengine hawahangaiki tena juu ya swala la kubaya majimbo. Ujerumani wana mfumo ambao unachukua maeneo mawili. Unachukua uwakilishi wa uwiano alafu unachanganya na upande wa majimbo. Kuna majimbo wameweka kwa ni ya kudumu muda wote, hawabadilishi. Kwa sababu pungufu unaojitokeza kwenye majimbo unamezwa na uwakilishi wa uwiano. Sasa sisi hapa nadhani kwa sababu tumerudi nyuma kwa upande wa mabadiliko ya katiba au kuandika katiba mpya, pengine ndio maana tunaweza tukabishana muda mrefu juu ya vigezo ambavyo kimsingi ni vya muda mfupi. Vilikuwa na maana wakati nakumbuka miaka ya 70 Dar es Salaam ulikuwa ni mji na kulikuwa na mbunge mmoja tu anaosha Dar es Salaam. Baki mkoa ulikuwa mkoa wa Pwani. Nadhani mpaka mwaka 74 ndio mkoa wa Dar es Salaam ukaanzishwa ukatolewa kwenye Pwani. Lakini sasa hivi kuna wabunge hao tunaoona na wanaongezeka. Kwa vigezo vile vya wakati ule havina maana kwa muda huu kwa sababu havikufikiri Tanzania baada ya miaka 100 au 200 inayokuja. Kwa mimi nadhani pengine tukubaliane kwamba hivi ni vigezo vya muda mfupi ambavyo vinavyokidhi haja ya kupata wabunge kwa kipindi kinachokuja. Lakini vile vile tujue kwamba tunahitaji kuwa na utaratibu ambao wa uwakilishi wa uwiano, yani PR au hiyo PR nisiniachie pale, ambao itatupa nafasi sasa wananchi kujua kwamba wanawakilishwa na watu ndani ya bunge na bunge ambalo haliongezeka kwa sababu vinginevyo tukisema majimbo yameongezeka, raia wameongezeka, tutakwenda kuvunja pale Dodoma kuongeza ukubwa wa bunge au tuseme hapana kila mbunge atakaa kwenye jimbo lake. Tunaita technology. Maana watu watashindwa kupata mahali pa kukaa. Pengine watu wanafanya vikao vya bunge kwa mtandao. Mtu anakaa jimboni kwake, speaker anakaa nyumbani kwake. Sasa hatujafika huko. Kwa hiyo lazima hatua ya kwanza tuone changamoto hiyo. Nadhani na tume nyumbani kwake watu hawatakubali baba, kuna posho za kukaa. Sasa wana ndio mambo masuala mengine ya posho ya mambo. Kwa hiyo kimsingi nadhani tuanze kufikiri juu ya uwezekano wa kuwa na uwakilishi wa uwiano, utuondolee hii kadhia ya vitu vya muda mfupi ambao katiba hii vile vile ni muda mfupi na maana sheria inatoka kuzingatia katiba inaleta vitu vya muda mfupi ambavyo pengine vinajenga mkanganyiko badala ya kuondoa Tanzania hapa ilipo ipeleka mbele miaka 100 au 200. Sasa maoni kutoka kwa wananchi tukianzia kule Dodoma kwa sababu nao wamepata fursa ya kuzungumza, nini mtazamo wao hasa kuhusiana na hili la kugawa majimbo? La kugawa majimbo kuwa mawili katika Dodoma, kusema Dodoma kubwa katika majimbo Tanzania nzima, katika majimbo ni halmashauri ya jiji la Dodoma peke yake ndio ina kata 41. Kwenye kumbukumbu yangu, kwa sababu tulikuwa tunacheza na hivyo vitu kwamba ina kata 41. Kwa hiyo ni jimbo kubwa ambalo katika nchi nzima ukiangalia ndio jimbo pekee liko na kata nyingi. Lakini sasa hivi wanafanya mchakato wa kuligawa. Mimi kwa kweli na support kama unaligawa kwa sababu kwanza huduma za wananchi zinakuwa ziko karibu. Huduma za wananchi zinakuwa ziko karibu sana na halmashauri itakokuwa imependekezwa kipindi hicho au kutoa kwamba kila mtu na halmashauri yake au itatumia halmashauri moja. Ni mpango ambao ulikuwa muda mrefu. Mimi niliwahi kuwa diwani kuanzia 2012 mpaka 2020. Kwa hiyo tuliweka mkakati kwamba ligawanywe, lakini mipango ya serikali ilikuwa haijawa. Lakini Waswahili wanasema subira huvuta heri, imefika mahala pake. Kwa hiyo hakuna sababu ya watu kuhofu kwamba kutatokea nini. Mimi naamini kwamba kugawanywa kutarahisisha huduma kuwafikia wananchi kwa haraka zaidi. Kwa upande wa Dodoma tusikie pia kule Kigoma. Ni sahihi kugawanya jimbo kwa sababu kwanza tunapokuwa tuna jimbo ambalo ni ndogo ambalo eneo lake ni linafikika, inakuwa ni rahisi kupeleka huduma za kijamii kutokana na jimbo linakuwa ndogo. Lakini unapokuwa una jimbo ni kubwa, hata kumuona mwakilishi mbunge inakuwa ni changamoto kubwa sana. Lakini jimbo likiwa ni ndogo, hata huduma za jamii
Kwa mfano inaweza ikaja bajeti ambayo ya kuweka maji au umeme zikaja kwa kilomita, lakini jimbo likiwa kubwa, maana sehemu ndogo watapata, sehemu nyingine kubwa itakosa. Kwa hiyo tulikuwa na jimbo ndogo, mimi nafikiri ni nzuri zaidi, zile huduma zitafika ni kwa haraka kwa wananchi. Mimi kwa maoni yangu kuhusiana na huu mchakato wa kugawa jimbo la Kigoma mjini, naona wamefanya jambo la busara sana, kwa sababu jimbo hili linaonekana ni kubwa, na watakapokuwa wamegawa hilo jimbo la Kigoma mjini, maana yake baadhi ya kata maendeleo yatawahi kufika kwa wepesi, kwa sababu kuna kata nyingi zilikuwa zinachelewa kupata maendeleo, hususani barabara za mitaani zinakuwa mbovu, hazipitiki, unaona. Lakini tutakapokuwa tumegawa jimbo, yani pale kwenye nanize budget za kuja ndani ya halmashauri, itakuwa ni rahisi kupata maendeleo ndani ya kata zetu. Maoni ya ugawaji wa majimbo uko vizuri kama watazingatia taratibu walizokuwa natuambia awali, kwamba kuna haja ya ongezeko la mapana ya mji. Kwa mfano kule Kalalangabo kwa awali vipimo vilivyokuja vilionekana vinakuwa Kigoma mjini, kule Simba inakuwa Kigoma mjini. Kwa sura hiyo haja ya kugawa majimbo mawili ilikuwa imekaa vizuri. Sasa kwa sasa maelekezo ya kwamba walifikia wapi katika ule mchakato ili kuhalalisha ukataji wa majimbo mawili halijawa wazi, lakini wakifanya hivyo uhalali wa kugawa majimbo mawili upo wazi. Na kama watakuwa wamechelewa kufanya hivyo kwa jimbo la Kigoma mjini tu lenyewe lilivyo kama lilivyo kwa sasa, kwa kugawa kwa majimbo mawili, naona kama kutakuwa kuna muingiliano wa viongozi wa wabunge kwa eneo lenye jiografia fupi. Naona hata wakigawa majimbo mawili, Kigoma Ujiji jitegemee na Kigoma kaskazini jitegemee, ni sawa, kwa sababu tunachokitafuta ni maendeleo. Sisi Kigoma kati, Kigoma Ujiji tunahitaji watetee maendeleo, hata Ujiji nao tunawatakia maendeleo, lakini wakigawa itakuwa vizuri zaidi. Ni vizuri kwa sababu Kigoma kati hapa, Kigoma mjini hapa itakuwa na maendeleo yake, Kigoma Ujiji itakuwa na maendeleo yake, na tutafanya kazi kwa kushindana. Maendeleo lazima yaje kama tutafanya kazi kwa kushindana. Haya bwana. Maoni hayo. Hapo kuna Ujiji mji wa zamani na Kigoma mjini yenyewe. Watu wanataka majimbo mawili. Kuna faida zozote kiutawala au katika utendaji ambazo? Maana hoja ya wananchi hapa sana inazungumzia kupeleka huduma zaidi kwa wananchi, lakini hapo pia utusaidie kwa sababu tumekuwa tukisikia mijadala mingi inaendelea. Kwa mfano kama barabara hasijajengwa analaumiwa mbunge, anapewa mbunge hujajenga barabara na vitu kama hivyo. Tusaidie kujua majukumu ya mbunge kikatiba na kisheria, lakini hiki ambacho pia wanazungumza wananchi kuhusu kusogeza huduma za jamii. Nani anapaswa kupeleka huduma za jamii kwa wananchi? Asante. Nafikiri kwa mujibu wa katiba ibara 64 pamoja na ibara 63 kazi kuu za mbunge ni mbili tu. Kazi ya kwanza ni kazi ya kuwakilisha wananchi wake, kuwasemea wananchi waliomchagua. Lakini kazi ya pili ni wanasema kuisemea serikali. Kwa maana kwamba mheshimiwa serikali inatekeleza yale ambayo imeahidi. Na pale inapoonekana serikali kulegalika kutekeleza, basi kazi ya mbunge ni kusimamia. Mliahidi hiki jimboni kwangu, hamjaleta. Lakini kazi nyingine ambayo ni sio maarufu sana lakini ndio kazi kuu ni kutunga sheria. Mbunge anakwenda pale kutunga sheria. Ngapi sasa kutunga sheria ni discussion nyingine. Whether bunge linatunga sheria au linapitisha sheria ni hoja nyingine, lakini majukumu makubwa ya mbunge ni hayo. Sasa tukija kwenye issue ya huduma kwa wananchi, nafikiri binafsi tunauliza ni kwamba sidhani kama ni sahihi kutaka kama unagawa jimbo kwa sababu ya kupeleka huduma kwa karibu kwa wananchi, kwa sababu jukumu namba moja la kuhakikisha kwamba huduma zinapelekwa au zipo hazipo la serikali yenyewe. Kazi ya mbunge ni kupush tu hizo huduma zinazoe pale. Mimi tungesema zisogee karibu kwa wananchi, lakini sasa tayari tunakuwa na halmashauri, sababu unajua batimani kwamba watu wengi wajui mbunge hana ofisi. Mbunge is an ad hoc institution. Mbunge ni taasisi ambayo ni ad hoc, yani ofisi yake iko popote. Ofisi yake iko popote ndani ya jimbo lake. Lakini as far as tuna halmashauri pale, kwa mfano halmashauri labda ya Kigoma Ujiji, mwananchi akitaka huduma aenda kwa mkurugenzi na kadhalika. Kuna watendaji wa kata
mbunge hana ofisi. Mbunge ofisi yake ni ziara kwa wananchi. Sasa ukisema kama unagawa jimbo sasa kupeleka huduma karibu kwa wananchi, mimi nitajiuliza huduma gani hizo, kwa sababu hakuna siku ambayo wananchi anaamka asubuhi aenda ofisini kwa mbunge agonge muhuri. Mbunge ana ofisi. Mbunge ofisi yake ni jimboni kwake kwa wananchi na bungeni. Kwa hiyo maybe tungesema kwamba labda tunagawa jimbo kwa sababu za jiografia, kwa sababu ukisoma katiba ibara 75 kiukweli tukisema ukweli inaibainisha vigezo vikubwa viwili tu vya kugawa jimbo. Kigezo cha kwanza idadi ya watu. Kigezo cha pili ni issue ya jiografia. Hivi vingine vya huduma kwa wananchi, masuala ya kwa mfano idadi ya space ya bunge ni vigezo ambavyo tunaviweka nje ya context. Katiba imeainisha vigezo viwili vikubwa. Jiografia na idadi ya watu. Lakini pili ni kwamba tunapozungumzia hoja ya mchakato ya mgawanyo wa majimbo. Kwa mfano nimeona mkoa wa Kigoma wanapendekeza majimbo takriban 4 mpaka 5 kugawanywa. Maana yake ni kwamba nazungumzia leo Kigoma ina majimbo nafikiri kama sikosei 11 au 9. Maana yake ni kwamba ukiongeza majimbo mengine 5 itakuwa na majimbo ukichukua yaliyopo sasa 9 plus majimbo 5, majimbo 12 mkoa mmoja huo. Maana yake ni kwamba badala kupeleka huduma kwa wananchi 5 jumlisha 9 maana yake 14. 14 sio, mimi sijui hesabu, mwanasheria ndio hesabu. 14 maana yake ni kwamba Goodluck badala kupeleka huduma kwa wananchi unaongeza gharama kwa serikali. Huyu mbunge akiingia bungeni atakuwa apate posho. Atakuwa apate fedha ya mfuko wa jimbo kila mwezi. Atakuwa apate, kwa hiyo hoja na kuja hapa. Tupanue ile jengo tu. Ndio tunachokimza mzee wangu kwamba tubomoe pale. Tubomoe jengo tuongeze. Lakini hoja ya tatu ni kwamba ambayo alikuwa anazungumza mzee wangu hapa, issue ya proportional representation. Inatumika sana kwenye nchi ambazo tayari mfumoni wa majimbo. Yaani majimbo ambayo ni ya kudumu. Kwa mfano ukienda Nigeria, huwezi kusikia habari ya leo anaamka asubuhi ataka gawe jimbo, kwa sababu tayari kwenye katiba yao imeainisha very clear kuna jimbo la Lagos, kuna jimbo gani. Tayari wao wanatumia mfumo wa majimbo. Ukienda jirani zetu kwa mfano hapa Kenya, wao kidogo wametiwi, inanyona kuna shida kama ya kwetu hii. Ya kila baada ya miaka 10 wanakaa wataka gawe majimbo. Wakakaa, wakasema kwa nini tusiwe na county? Kwa wao sasa wana majimbo, wana mabunge aina kama 3 hivi. Wana bunge la kitaifa ambao ni bunge sio kama kwetu wengi namna hii, ambao ni wabunge wa nchi nzima wale, alafu wana senate ambao ina watu wazidi 32, halafu wana mabunge yale ya county. Kwenye kila eneo la county kuna jimbo dogo. Kwetu ni kama haya mabaraza mabaraza ya madiwani na kadhalika. Kwa hiyo ili kutibu shida hii nafikiri ni moja ya kwamba tuwe na mfumo wa majimbo ambao inakuwa inajulikana, jimbo la Pwani, jimbo la Dar es Salaam, jimbo la Mwanza. Kwa mfano waliofanya wanaona kwa mfano watu kama Katoliki wao tayari majimbo ambayo ni specified. Hata wakitaka kuongeza jimbo, huoni ndio jimbo likieta, kwa sababu tayari inajulikana kwamba kwa hali ilipofika hapa basi hapa tuna jimbo independent. Kwa hiyo nafikiri kwamba ili tutibu shida ya kuwa na majimbo, kwa sababu mimi leo kiniuliza hata saa hizi hapa kuna majimbo sasa kuyataja hapa, lakini yaligawanywa mwaka 2015 kiukweli kabisa kwa sababu za kisiasa, kwa sababu za watu fani ambao walikuwa wanagombana, ambao ni wapenzi wa viongozi wakuu wa kitaifa. Wakuta mtu ni profesa au whoever anataka jimbo fulani, jimbo X. Kuna kijana mwingine yuko pale, mamlaka zinamtaka naye. Sasa ili kutowapoteza watu wawili, jimbo linakatwa katikati. Kwamba wewe kijana wangu utakaa hili, wewe utakaa huko. Kuna majimbo ukiangalia hizo funao wakaitwa kabisa, wakaambiwa yes. Hata mwaka 2020 kulikuwa na attempt ya kugawa moja jimbo la mkoa fulani, nataka nitaje maana mtajua ni jimbo gani, ambao kulikuwa na watu wawili ambao wote Mheshimiwa Magufuli alikuwa anawapenda. Walikuwa wanataka jimbo kwenye mkoa. Ikabidi kwa sababu tayari tume ilikuwa hajapanga kugawa majimbo muda huo, mmoja akaja agombea Dar es Salaam hapa, mmoja akabaki huko. Lakini ukweli ni kwamba kuna majimbo tunayo saizi. Kwa mfano, kuna jimbo Dar es Salaam lina kata 8, Goodluck. Kata 8 tu. Hata idadi ya watu ya 600 halina. Lakini jimbo la uchaguzi liko hapa Dar es Salaam, liligawanywa mwaka 2015. Hatuwezi kuwa na mbunge anaongoza kata 8. Huo ni hana masiara. Alafu wakati huo kuna mbunge anaongoza kata 30. Kuna mbunge anaongoza kata 66, anaongoza kata 41. Alafu na mbunge na kata 8 tu. Alafu wote hawa kwenye fedha mfuko wa jimbo wanapata sawa. Kwa mimi binafsi nataka ni shauri sisi kama wadau na wanasheria ni kwamba najua tume itapokea pendekezo ya mabadiliko muda sio mrefu. Sasa kwenye level ya RCC nimeona kwenye media wakipendekeza. Najua maeneo mengi nimeona wamepitisha, wameridhia kwamba hamna. Sasa nimeona cha kushangaza wamekataa kwamba hamna sifa hapa. Kwa hiyo maeneo yote aliyokuwa anasema mzee Bubero kwamba ni ngumu kwa sababu ya maslahi binafsi, kwamba unakuta mtu naye anataka jimbo pale, anataka agombee, na ndio nimesema kwamba kuna majimbo kwa wanasiasa majimbo kuongezeka ni mtaji kwao, lakini kwa wananchi ni gharama. Kwa hiyo nimeona hamna. Sasa nimeona kamati ya ushauri ya mkoa imesema imekataa pendekezo ya DCC ya baadhi ya madiwani yote yamepita. Sasa jukumu lipo, na bahati mbaya kwamba ukiangalia mchakato ulivyokaa ni kama tume haina mamlaka kukataa. Ikipokea mapendekezo ya kwenye mikoa, tume ina approve
mapendekezo ambayo sasa hata ukigawanywa, awali uligusia kwa mfano, unakuta kuna sehemu ikigawanywa na maana idadi haitoshi. Sasa katika mazingira kama hayo bado wana nafasi ya kuendelea ama kweli? Kwamba mimi nashauri tume kwa wabunge tulionao sasa na bunge tulilopo sasa, wabunge waliopo sasa wanatosha. Kwa hiyo najua itapokea mapendekezo ya mengi tu, lakini kama tume naangalia hapa mapendekezo hayo ya isiyapitie kwa sababu wabunge waliopo. Lakini turudi nyuma kidogo na narudi nyuma, lakini tunafunga mjadala wetu, Mzee Bubelwa. Msingi wa mamlaka katika nchi ni wananchi. Na ulikuwa unahoja mwanzoni mwa mjadala wetu kuhusiana na ushirikishwaji wa wananchi. Tuliwe kufanya michakato ya kushirikisha wananchi kimsingi, hasa mchakato wa kuanzisha katiba ambao awali ulizalisha rasimu ya Jaji Warioba ambaye alikuwa mwenyekiti wa tume ya mabadiliko ya katiba. Na katika rasimu ile ambayo kwa katika msingi huo wa kutoka kwa wananchi, rasimu ile ilikuwa inapendekeza idadi ndogo sana ya wabunge, wabunge 75 ndio ilikuwa inapendekezwa na rasimu ya Jaji Warioba. Kama msingi wa rasimu ile ni wananchi, maana yake ni kwamba wananchi wa nchi hii wanataka idadi ya viongozi ama idadi ya wawakilishi ipunguzwe badala ya kuongezwa. Sasa huu mjadala wa kuongeza msingi wake ni nini hasa, ama pengine tuna uhakika gani kama ni kile ambacho wananchi wanakihitaji? Asante. Kabla sijajibu swali hilo, pengine ni kusahisha kidogo. Na tamaduni unaendana na lugha. Na lugha inayotumika ndiyo na tafsiri utamaduni wa kisiasa. Wananchi hawapashi kushirikishwa, wanatakiwa kushiriki. Hiyo ni maneno mawili tofauti. Unaposema kushiriki, maana yake wana mamlaka ya kudai kwamba tunadai jambo fulani lifanyike au lisifanyike. Inapokuwa kushirikishwa, maana yake ni kwamba unaweza ukawapa robo, nusu, 1/8 au kawacha kabisa. Kiswahili sasa inakuja sasa, ndio inakuja sasa. Kwa hiyo msamiati sahihi ambao ukilinganisha vile vile, kabla sijibu swali lako, ukilinganisha vile vile na maoni ya wananchi wa Dodoma na Kigoma, unaona kabisa hawajui kinachoendelea. Na hii ndio jamii ya Tanzania kwa ujumla. Kwa sababu hiyo kwamba huwa wanashirikishwa, usiposhirikisha basi. Lakini kwa wanashiriki, maana yake katiba ingeelekeza, sheria zingekwenda namna hiyo, kwa watu wangekuwa na dai kushiriki. Kwa hiyo pengine niweke hilo vizuri kusudi tuweze kueleza kwenye hoja ya tume ya Mzee Warioba. Tume ya Mzee Warioba ilijengwa katika msingi wa kushiriki wananchi. Kwamba mbunge haendi kubeba mizigo kule bungeni. Mbunge ni taasisi, anaongoza taasisi ya uwakilishi kwenye eneo ambalo amepangiwa kwa mujibu wa katiba. Na kuna utaratibu wa kiutawala pale ambao na maoni yanakusanywa, kuna watafiti, kuna kazi nzima ya kushauriana na wananchi ili aweze kwenda kuwakilisha wananchi kwa akiwa na hoja, akiwa na ushahidi, akiwa na takwimu zilizo sahihi. Haya mambo kuyawasilisha bungeni, ukapewa muda wa dakika 15 au 30 ukazungumza, huhitaji kubeba hata ingekuwa ni kata 100, kwa sababu ni mambo ambayo tayari yameshachakatwa, yamefika hatua fulani, na serikali inakuwa tayari kusikiliza alafu kufanya maamuzi ambayo kulingana na nini na kutekeleza kulingana na maamuzi ya bunge. Kwa hiyo hoja ya tume ya Warioba ya bunge 75 ilikuwa sahihi, kwa sababu baadaye hapa tumeona kabisa utamaduni wa siasa za Tanzania na bunge ni kama eneo la kutafuta mapato. Sio eneo la kuhakikisha wananchi, sio eneo la kutunga sheria. Hatuiona mbunge hata mmoja anapeleka hata mswada binafsi bungeni. Sio eneo la kudhibiti serikali au kucheki ni balance au kwa kusimamia serikali, kwa sababu tumeona mara nyingi hoja ikitoka serikalini, wabunge wote wanafanya nini? Wanakubali kwamba tunakubaliana hiyo hoja. Kwa hiyo ukiangalia kabisa, lakini bunge lililopita kulikuwa kuna hoja binafsi. Lakini hoja binafsi ni mbunge, unasema kile kinaitwa private members motion. Maana yake kwamba mbunge kwa kuzingatia kwamba ana rasilimali kwa jimbo lake, anafanya utafiti, anaandaa mswada, anaupeleka bungeni kwa kuzingatia utaratibu uliowekwa. Mswada huo ukipitishwa inakuwa sheria, alafu sheria hiyo serikali inawajibu kutekeleza. Sasa hivi tulichonacho, serikali inaandaa sheria zake kwa kuzingatia nataka itekeleze nini. Lakini kwa utaratibu unaotakiwa ni kwamba raia kupitia mbunge watakiwa waandae sheria, ikishapita bungeni serikali inatekeleza kwa sababu ni wananchi wameelekeza kufanya hivyo. Kwa hiyo haya mambo nadhani hoja inatakiwa ikae pale. Tukiwa na uhakika kwamba wananchi ndio wenye mamlaka, tukawa na kama wananchi bunge wanaochaguliwa ni wenye uwezo
wa kuwakilisha, kwa maana anawasiliana na wananchi, kwa maana anasimamia utafiti kwenye jimbo lake, kwa maana anaweza katafsiri zile taarifa zilizowasilishwa, ni kwa maana anaweza akazisukuma zilizopata kuungwa mkono. Na katika mazingira yale wabunge 75 wanatosha, kwa sababu hatuhitaji mbunge mambo habari ya kata ngapi, habari ya watu wangapi. Ni hoja za muda mfupi ambazo zilikuwepo wakati ule tunapata uhuru, bahati mbaya tuyapata muda kuachana nazo, na maana leo zinatupa shida. Kwa hiyo pengine nauli kuanzia kwamba tunahitaji kufanya review, pengine ya kufanya mabadiliko makubwa katika muundo mzima wa bunge na wawakilishi wa Tanzania. Sawa, nashukuru sana mzee Bubelo kwa nukta hiyo. Tuhitimishe mjadala wetu namna hiyo, lakini bado mijadala inaendelea, lakini wakati huu ambao wananchi wamepewa fursa ama wadau wamepewa fursa, zikiwa zimesalia siku 7 kuelekea tarehe 26 mwezi huu ambao ndio mwisho wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC kupokea mapendekezo na kisha kutoa maamuzi kuhusiana na majimbo ambayo yanapendekezwa kugawanywa. Na kukumbusha tu baadhi ya majimbo ambayo yanapendekezwa kugawanywa, na tutaona hapo pia kwenye takwimu zetu ambao tumekueleza hapo awali, ni pamoja na Kigoma mjini, Mbeya mjini, lakini pia kuna jimbo kwa hapa Dar es Salaam, kuna majimbo kama vile Segerea, Ukonga, Mbagala, Kawe. Ni baadhi ya majimbo ambayo yanapendekezwa kugawanywa, na michakato yake imeshaanza, na majimbo mengine pia michakato yake imeshapitishwa katika ngazi za mabaraza ya madiwani na kuendelea. Kwa hiyo tunasubiri tu maamuzi ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Subiri tuone nini ambacho kitaamuliwa. Je, itabaki hivyo hivyo kama unavyoona hapo kwenye mtiririko wetu? Arumeru mjini, pia Morogoro mjini, Mkuranga na Kasulu vijijini pia ni miongoni mwa majimbo ambayo yanapendekezwa, na idadi yake ya wananchi imewekwa hapo kwa mujibu wa vigezo vilivyotolewa. Majimbo hayo manake yamekidhi vigezo vile ambavyo vinahitajika ili yaweze kugawanywa. Je, yatagawanywa kama ambavyo imeshaamuliwa kwenye maeneo husika? Tusubiri kile ambacho tume itaamua. Kwa niaba ya wenzangu ambao tumekuwa nao hapa, lakini tunashukuru pia jopo ambalo limetusaidia kupata uchambuzi wa kina kuhusu mchakato huu. Wakili Madu, asante sana, pia mzee Bubelwa, shukrani sana, na tunakamilisha mjadala wetu. Tutarejea kuendelea na mengine baada ya mapumziko. Asante.